Kesi ya uhaini namba 19605/2026 inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu dhidi ya Jamhuri itaendelea leo Jumatatu Agosti 17, 2026 katika Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Ndogo, Dar es Salaam, ambapo shahidi wa 18 wa Jamhuri ataanza kuwasilisha ushahidi wake mbele ya majaji watatu wanaoongozwa na Jaji Dastan Ndunguru. Agosti 14, 2026, shahidi huyo wa 18 alitakiwa aanze kutoa ushahidi wake, lakini alishindwa kutokana na sababu za kiafya zilizomkabili shahidi kwa siku hiyo. Hii ni kwa mujibu wa mawakili wa upande wa Jamhuri ambao shahidi huyo ni wa kwao. Baada ya shahidi huyo kushindwa kufika kutoa ushahidi wake, wakili wa upande wa Jamhuri waliomba mahakama kuahirishwa kwa kesi hadi leo Agosti 17, huku akiahidi mahakama kwamba shahidi huyo atakuwepo leo pamoja na mashahidi wengine ambao wanapaswa kutoa ushahidi wao. Aidha, katika tukio hilo Lissu alilalamika juu ya maombi ya kuahirishwa kwa kesi kukosekana kwa ushahidi, jambo alilodai linachelewesha kesi yake, huku akitaka amri ya mahakama juu ya kuletwa kwa mashahidi wengi izingatiwe, jambo ambalo liliafikiwa. Pia ikumbukwe, kucheleweshwa au kuahirishwa kwa kesi kunaleta athari mbalimbali katika upatikanaji wa haki kwa pande zote zinazohusika. Kulingana na muktadha wa kesi kama inavyoonekana kwenye picha, athari kuu ni pamoja na kuchelewa kwa haki, yaani delaying justice. Kama ambavyo kanuni ya kisheria inavyokuwa, haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa, yaani justice delayed is justice denied. Kuahirishwa kwa kesi kunasababisha mchakato wa kisheria kuchukua muda mrefu zaidi kabla ya kupata uamuzi wa mwisho, lakini pia ucheleweshaji wa kupata ukweli na hatima ya kesi. Kesi inapoahirishwa mara kwa mara kutokana na sababu za kukosekana au kuugua kwa shahidi, inachelewesha upande wa utetezi na Jamhuri kujua hatima ya kisheria ya mshtakiwa Tundu Lissu. Hata hivyo, pia athari za kisaikolojia na msongo. Mchakato mrefu wa kesi unaoambatana na kuahirishwa mara kwa mara huongeza msongo wa kisaikolojia kwa mshtakiwa, familia yake na wafuasi wake kutokana na kutokuwa na mwelekeo wa shauri hilo. Pia gharama za kiuchumi na kiutendaji. Kuahirisha kesi mara kwa mara kunaongeza gharama za uendeshaji wa shauri hilo kwa mahakama, mawakili na pande zote zinazohusika, kwa sababu kulazimika kujitokeza mara kwa mara. Taarifa hii inakufikia moja kwa moja kutokana na kile kinachoendelea katika utawala wa haki na sheria, shauri linalomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia Tundu Antipas Mughwai Lissu likiwa linaendelea katika Mahakama Kuu Tanzania Masjala Ndogo ya Dar es Salaam. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.